Kwanza nishukuru kuwa sehemu ya hii panel. Kimsingi ukiangalia hii panel mimi ndo sikutakiwa kuweko hapa. Sasa ni tayari mzee yuko pale na nini. Lakini Roho wa Mungu yuko katikati yetu. Ni rahisi sana kuchanganya umaarufu na utukufu, kwa sababu vyote vina tabia ya kukuweka kwenye spotlight. Lakini umaarufu ni kitu tu cha kawaida, kwamba ni kufahamika, na unaweza ukafahamika kwa namna positive na unaweza ukafahamika kwa namna negative, kwa maana ya umaarufu. Lakini utukufu ni asili, ni nature. Ndio maana utagundua kuna maombi Yesu aliwahi kuyaomba siku moja akiwa amemaliza kazi. Akasema, Baba, saa imefika, mtukuze mwanao, ili sasa na wewe utukuzwe kupitia mwanao. Kwa hiyo utukufu ni asili ya Mungu Baba anayoshare na watu wenye asili ya kwake ambao ni watoto wake. Kwa hiyo ni tofauti sana kati ya umaarufu na utukufu, kwa sababu utukufu umekaa kwenye nature, asili ya mtu. Yeah. Wow. Very calm like a pastor. Asante sana. Now, speaking about the glory of God. Huyu mtu anaweza vipi kukeep utukufu wa Mungu? Unaweza kukeep utukufu wa Mungu? Utukufu wa Mungu ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna mwanadamu anayeweza kukeep au kucontain, lakini iko namna inayoweza kumwezesha mwanadamu akaweza kukeep na kucontain. Ndio maana nilisema utukufu ni kutokea kwenye asili, ni nature. Kwa ili mwanadamu aweze kukeep utukufu, lazima kutokee badiliko kutokea kwenye asili. Bwana asifiwe sana. Na ukienda moja kwa moja ni kwa namna gani aliupoteza utukufu? Kwa sababu kimsingi mara nyingi tukiwa tunaongelea habari ya bustani ya Eden, tunaweza tukakimbilia huo utukufu aliopoteza, lakini tukipata maana halisi ya utukufu unatokea kwenye nini, tunagundua ni namna gani aliupoteza. Bustani ya Eden, Adam kwa sababu ya dhambi akabeba asili ya dhambi, maana yake alipoteza ile asili ya uungu. The moment amepoteza asili ya uungu, kwa sababu utukufu ni asili ya Mungu, ukawa umetoka. Kwa hiyo Mungu kurejesha utukufu wake kwa mwanadamu, ilibidi ashughulike na asili, nature ya mwanadamu. Ndio maana akaleta process ya kumtoa mwanae wa pekee ili kila muumini asipotee. Yesu akaja akafa msalabani. Ukisoma Biblia vizuri unagundua Yesu siku moja akawa anazungumza, akamwambia Baba, nimekufanyia wana wengi. Maana yake nature yetu ikarudishwa kutoka kwenye asili ya dhambi, tukapelekwa kurudi kwenye asili ya Mungu. Kwa namna pekee ya kukeep na kutunza utukufu wa Mungu ni kufanywa kwa nature ya yule Mungu. Maana yake ni kuokoka na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio maana ukisoma Biblia, Yesu wakati anaomba anasema mtukuze mwanao, unakumbuka ni conversation kati ya watu wawili wenye mahusiano, kati ya baba na mwana. Maana yake utukufu wa Mungu sio kwa ajili ya kila mtu, ila utukufu wa Mungu ni wale wenye nature, wenye asili ya Mungu, waliombeba Mungu ndani yao. Wow. Yeah.
Tuna vitu vingi vya kuchukua hapa, si ndivyo? Pastor Hans. Yes. Natamani tuiongelee safari ya Yesu. The whole panel. Natamani tuiongelee safari ya Yesu. Kwa sababu ule ndio utukufu wenyewe at the end of the day. Pale mwishoni alipomaliza kazi yake, akairuhusu roho yake, sababu ndiye aliyeruhusu roho yake kuikabidhi kwa baba yake. Pale ndipo utukufu wa Bwana uliposimama. Hii safari, the journey ya Kristo kwenye maisha yetu ilikuwaje? Kwa sababu kuna vijana ambao we know it partially. We don't really know or understand the price Yesu aliilipa. The really price ambayo Yesu aliilipa. Karibu. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnanisikia vizuri eh? Sauti yangu kidogo imekauka. Okay. Lakini I hope mnanisikia. Sawa. Sasa tukiwa tunaiangalia safari ya Yesu, maanake lazima tuanzie mwanzo. Yeah. Yesu alipozaliwa mpaka alipokufa, si ndio? Nataka tuone namna gani utukufu na gharama na kila kitu. Na pointi kubwa namna gani na apply kwenye maisha yetu, si ndio? Okay. Wote hapa tunafahamu kama Yesu ni mwana wa Mungu. Najua hakuna atakayeibisha hapa. Si ndio? Yeah. Lakini huyo mwana wa Mungu tunaona anakuwa mwanadamu kupitia Mariamu. Si ndio? Ndio msimu wa Christmas unaingia hapo. Kama malaika Gabriel akamtokea Mariamu, akamwambia utapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yeah. Naye utazaa mtoto. So the Jesus we know, we don't know Jesus in his godliness. Yeah. Atumjui Yesu. Sisi Yesu tunayemjua au tunayemsoma kwenye Biblia. We know the Jesus the man. Yeah. In the Bible there are 4 gospels. 3 of them are called the synoptical gospel. Okay. Kuna injili 4 kwenye Biblia. Kati ya hizo 4, 3 zinaitwa injili zinazofanana. Okay. Kuna injili ya Mathayo, kuna injili ya Marko, na kuna injili ya Luka. Na hata watu wengi hapa tunaweza tusijue tofauti wake ni nini, kwa sababu zinafanana. Do you understand? Na nitakwambia kwa nini hizi zimewekwa group moja na Yohana imewekwa group jingine. Okay. Sawa, afu niunganishe na point ambayo nilikuwa naiongelea. Synoptical Gospels, injili ambazo zimefanana ambazo ni Mathayo, Marko na Luka, zimetofautiana kwa sababu ya nani aliandikiwa. Okay? Injili ya Mathayo iliyoandikwa kwa ajili ya Wayahudi, okay. Jewish people. Yeah. Sawa eh? Injili ya Marko iliandikwa kwa ajili ya watu walioko Rumi. Tumeelewana eh? Alafu injili ya Luka, ukianzia tu pale mwanzoni Luka 1 pale, anazungumzia nani alimwandikia. Alikuwa anamwandikia Teofilo mtukufu. Let's say president. Tumeelewana eh? Yaani kama rais wetu sasa hivi hawa anasikia habari za kuhusu mwamba fulani hivi kitaa anapiga matukio. Unaelewa eh? Alafu anasikia sasa kila mmoja anasema lake. Umeelewa eh? Bwana huyu jamani hivi, huyu jamani hivi, huyu jamani hivi. Umeona? Sasa rais anaamua sasa kuunda tume. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo tume Teofilo mtukufu aliunda, akampa mwenyekiti wa tume awe Luka. Mwenyekiti wa tume. Oya Luka make sure unatafuta habari za huyu mtu. Nijue huyu mtu ni nani? Okay. Mbona nasikia sana habari zake kitaa? Hapo nasikia tu waone wameamua kumsurubisha. Lakini nasikia ni mwema. Hebu chunguza nione. Unaelewa eh? That was the gospel of Luke ilivyoandikwa. Sawa eh? Sasa injili ya Yohana kwa nini imekuwa tofauti? Watu wa Mungu tunafanya Bible study kidogo, si ndio eh? Si mnaielewa eh? Hii ya kijenzi. Injili ya Yohana ni tofauti na hizi injili nyingine. Kwa sababu injili ya Yohana imeelezea uungu wa Yesu. Yani we know Jesus as God in the gospel of John. Ni kwenye injili ya Yohana ndio kuna maneno matata, yani kuna ambiguous words. Yeah. Like Yesu anakwambia mimi ndio njia, kweli na uzima. Hivi just imagine mwana anakwambia mwanangu mimi ndio njia, kweli na uzima mwanangu. Unaona mwelewaje? Unajua Yesu wengi tunamuona kama Mungu.
That's why we don't understand him. That was my point. Yaani nataka nianzie hapo kwanza. Okay. Sawa watu wa Mungu eh? Tumeelewana watu wa Mungu eh? Yaani Yesu sisi tunashindwa kumuishi. Tunashindwa kumuapply. Tunashindwa kufuata njia zake. Kwa sababu sisi tunamuona kama Mungu. Sawa eh? Okay. Kwa hiyo tunavyomuona kama Mungu kuna gap kubwa sana hapa kati yetu. Lakini Mungu hataki iwe hivyo. Mungu alikuwepo hata kabla ya kumtuma Yesu. Kwa nini alimtuma Yesu? Alitaka aondoe ile gap kati ya Mungu na mwanadamu. Tuko vizuri watu wa Mungu hapo eh? Yeah. Alitaka aondoe ile gap. Kwa hiyo wewe leo hii Gen Z ukimwona Yesu kama Mungu, yani utakoja elewa mission ya Mungu. Yeah. Yani kama chuoni wewe una sapu au una keli. Okay. Kwa sababu wewe hujamuelewa Mungu. Yani ukiendelea kumwona Yesu kama Mungu, ukiendelea kusoma Biblia na ukamwona Yesu kama Mungu, kama Mungu. Yani utasapu kila siku. Utapiga keli kila siku, utakuwa na keli over kila siku. Lakini Mungu alimleta Yesu ili aondoe hilo gap kati ya Mungu na wanadamu. Kwamba nyinyi wanadamu si mnaniambia kwamba nyinyi hamwezi kuishi bila zinaa. Sasa ngoja nimlete mwanadamu mwenzenu ambaye ataishi kitaa kama nyinyi. Okay. Do you understand? Wow. Atapita kitambaa cheupe kama nyinyi mnapokatiza kitambaa cheupe. Atapanda juu ya meza. Atapanda juu ya meza kama nyinyi. Atakuwa anaenda samaki kama nyinyi. Biblia kwenye kitabu cha Waebrania 4:15 inasema hivi, Yesu Kristo tunaye kuhani mkuu ambaye alijaribiwa kwenye mambo yote lakini hakutenda dhambi. Kwa hiyo mara ya kwanza mwanadamu ukimwambia hivi, huwezi kuishi bila ulevi, haiwezekani. Hakuna aliye mwema, hakuna mtakatifu. That's why even in our generation we struggle to live in purity. Yeah. We struggle to live the life away from fornication, from adultery. Kwa sababu gani? Tunaona kuna gap kubwa sana. Yaani mimi mwanadamu hivi na mapungufu yangu, nitawezaje kuishi bila zinaa? Nitawezaje kuishi bila pombe? Nitawezaje kuishi bila kaumbea fulani? Tunaelewana watu wa Mungu eh? Tuko pamoja? Sasa hayo maswali wewe sio wa kwanza. Hayo maswali walikopo nao tangu enzi hizo wakina Musa. Ndio maana tangu kipindi kile, tena sio tangu wakina Musa, tangu Adam. Adam ameweka kwenye bustani. Angalia, Eden manake ni uwepo wa Mungu. Sawa eh? Tangu Eden manake uwepo wa Mungu. Sawa eh? Adam, wewe umezaliwa pombe ipo. Wewe umezaliwa umekuta kiwanda cha Tusker. Umezaliwa umekuta kiwanda cha Kilimanjaro. Kestrolite umezikuta. Adam ameumbwa, yupo kwenye uwepo wa Mungu. Hakuna zina tena, hata mwanamke hakuwepo. Hata wakukoroga hiyo pombe hayupo. Na neno tunasema but in the presence of God, yani mule kwenye uwepo wa Mungu mwamba akazingua. Wewe ni nani? Mule Adam akazingua. Kwa Mungu akakaa akaangalia, akasema hapa lazima nifanye namna. Kwamba huyu mtu amezaliwa, nimeweka kwenye uwepo wangu. Hakuna dhambi, hakuna malaya wa kumtega, hakuna kijiwe cha kumchanganya, sijui kumshawishi. Maana leo hii tukiulizana hapa kama vijana, kwa nini tunafanya dhambi? Tukamwambia wewe ulianzaje kuzini? Alinishawishi kakaangu. Wewe ulianzaje kuiba? Niliangalia huku. Nilianza kufanya. Wengi leo hii tunajikuta tunaishi maisha fulani ya dhambi. Tukiretrieve, tunakuja kusema someone influenced us. Na hata Biblia inasema hivyo, Mithali 1:10, mwanangu mwenye dhambi akikushawishi usikubali. Kweli njia moja ya kufanya dhambi ni kushawishiwa. That's true. Do you understand? Lakini Adam alishawishiwa na nani? Unaweza ukasema ni Eva. Najua unapotaka utokee. Mimi nishaenda mbele ya muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe unaweza ukasema ni Eva. Sasa ngoja nitatue hilo swala. Adam, Mungu alimpa maelekezo. Angalia, alimwambia hivi, miti yote ya bustani unaweza ukala, isipokuwa matunda ya mti wa uzima na nini? Mti wa ujuzi na mema na nini?
na mabaya, kwa sababu katikati ya bustani kuna miti miwili, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na nini na mabaya, si ndio? Sasa mwamba akaambia hivi, miti yote hii wewe unaweza kula, ila huu mmoja usile. Yaani maana yake hivi, huu mmoja unaweza ukaupanda ukapunga upepo, lakini matunda yake usile. Sio kama unaelewa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwenye ule mti wa ujuzi wa mema unaweza ukakaa ukapunga upepo fresh tu, lakini matunda yake usile. Sasa issue iko hivi, Adam yale matunda alikuwa anayajua. Kwa hiyo Eva alipokuwa anamletea tunda, sio kama lilikuwa geni. Alikuwa analijua kwamba it is this fruit from that tree. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia haisemi sisi tumeanguka kwenye dhambi kwa sababu ya Eva. Nazo tumeanguka kwenye dhambi kwa sababu ya Adam. Adam ndo alizingua, sio Eva. Kwa sababu yale matunda ambayo Mungu alimwambia asile, angeweza kumwelekeza mkewe. Ndio anazani. Kwa hiyo Adam ameanguka kwenye dhambi bila ushawishi wa mtu yoyote, usimsingizie Eva. Kama kina Eva mna vipi? Let me say this. Even Adam didn't know that. Akafanya mistake, akamsingizia Eva. Why? Sorry, ngoja nizungumzie kwenye sehemu ya challenge ya dhambi na majaribu kama vijana. Mimi mwenyewe ni kijana, si ndio wanangu? Yanaotukuta, sawa Na hujaoa. Na sijaoa. Wanangu sijaoa, au sio? na kwa nini hatutoki? Hapo nitarudi kwenye story ya Yesu. Tumelala tu Mungu. Kwa nini tunakutana na majaribu au tunaishi kwenye dhambi? We call it addiction now. You are a good prayer warrior, but also you are a good fornicator. You are a good singer, praise singer, choir singer, but also you are a good masturbator. You are good on both sides. I know your heart. Unatamani kumtumikia Mungu, at the same time unatamani kuacha dhambi, but kuna kitu kinakuhamisha. This is your answer. Mimi nimekuja kuwapa majibu leo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. This is the answer. The problem iko hapa. Tunampa mtu lawama. Mimi nazini kwa sababu demu wangu bwana anataka. Demu wangu yeye ndo anataka. Yeye ndo ameniambia yuko peke yake nyumbani. Okay. Ameniambia hawezi kulala bila mimi. Anyone unemlaumu kwa ajili ya kosa lako, umempa nguvu. So nguvu ya kukutoa hapo umeshaipoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Adam, yani yote nilikuwa naongea proof kwamba Adam hakushawishiwa na Eva. Ila yeye asichojua ni kwamba alipoamua kulaumu ndipo alipotoa uwezo wa kujitoa pale alipokwama. Kwa sababu Mungu akumhukumu, tutalimuuliza uko wapi? Yeye akaanza kujimaliza. Baba unajua. Nini? Wanaume sema ahu. Wanaume. Nikisema wanaume sema ahu. Wanaume. Ahu. Usio unajimaliza. Tumeelewana eh? Sasa issue iko hivi. Kwa hiyo Mungu alitrack since there kwamba huyu mwanadamu nimemweka kwenye uwepo wangu without any external influence amefanya dhambi. There is something here. Huyu jamaa atakuwa anaishi kwenye trauma kwamba hakuna mkamilifu. And that is the challenge we have now. Ukianguka mara moja unakuwa na trauma. Alafu unakutana na shosti yako anayekwambia hata mimi nishakutoa mimba mbona. Ni kawaida tu. Bikira yako unamtunzia nani? Nimegusa panapouma eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kizazi hiki kodi Gen Z ni ajabu ukisema kama sijawahi kuzini. Yaani sisi ndo tunakushangaa wewe. Tunashtuka. Are you okay? Are you okay? Wewe ni mwanaume kweli? Unafanya kazi yani? Unafanya kazi kweli mwanangu wewe? Vitu asubuhi vinaamka kweli wewe? Glory to Jesus. Hebu mpigie Yesu makofi kwanza. So let me go back to swali la mtu wa Mungu hapa. Kwa hiyo Mungu alipoona hivyo, Mungu anapotuona sisi
tunaposhindwa kushinda changamoto, nimechukua tu mfano wa dhambi kwanza, pia hata kwenye uchumi. Sawa eh? Anapokuona unavyohangaika kwenye madeni, unanielewa eh? Anapokuona unahangaika kwenye kupata kitu fulani, kwenye kutimiza, kwenye kuyaanzisha maono yako. Vijana wengi hapa tuna maono lakini we don't know how. Vijana sisi we are just impressed by the results za watu waliofanikiwa. We are impressed by results. Yeah. But we don't know the steps. Tunaelewana eh? Yeah. Kwa hiyo Mungu ana yote ya sisi tunaopitia. Yaani wewe unaolipitia sio jipya. Mwambie jirani yako unaolipitia sio jipya. Hilo ndio kumwambia tena, hilo ndio kusumbua sio jipya. Hiyo challenge iwe ya kitabia, iwe ni dhambi, iwe ni fedha, iwe unatamani kumtumikia Mungu lakini unajua unashindwa, iwe sijui kutimiza maono yako, iwe sijui kuwa kimataifa, unaolipitia sio jipya. Kwenye hii Biblia una role model wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Una role model wako. Mimi nyumbani wananipinga utumishi wangu, wanapinga utumishi wako. Role model wako yupo Yusufu. Yusufu alipingwa na familia yake yote mpaka wamuuza. Wewe hata kwenu hujauzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mimi ni mzuri siolewi. Una role model wako mwanaitwa Ruthi. Sio wewe tu hujaolewa. Yeye aliolewa, mume wake akafa, akamwacha binti mchanga kabisa. Binti kitu kinaitika. You understand? So in everything, in every challenge that you have now, you have your role model in the Bible. And the ultimate role model is Jesus himself. Yeah. Jesus himself. Biblia inasema hivi, Waebrania 12:2, tukimwangalia yeye mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu. So, narudi sana, natoka kule Genesis, sawa eh? Natoka kule kwenye Adam, dhambi ilomsumbua na sisi ilivyo apply kwenye maisha yetu, sawa eh? Mungu alivyoona tatizo hilo kwa wanadamu, kwamba hawa wanadamu mbona wanahangaika, wana visingizio tu. Mimi siwezi kuwa kimataifa. Angalia kwenye familia yangu, hakuna hata mmoja aliyefika kimataifa. Mimi bwana siwezi kuwa mwanasiasa. Angalia marafiki zangu, hakuna hata mmoja mwanasiasa. Mimi siwezi kuishi maisha matakatifu. Angalia watu wote. Vijana wote sisi ni wauni wote. Wote. Yaani kabisa, unajua mtu anapenda ile support. Unasema kifo cha wengi ni harusi. Anapenda ile support kwamba sisi wote ni wauni mwanangu. Sisi wote ni wauni. Sasa Mungu baada ya kujua hilo kwamba mimi ninachokitaka, yani Mungu yuko hapa. Alafu kuna maisha yake anayataka nyinyi muishi. Alafu nyinyi wanadamu mko hapa. Sasa kila akiwatumia zile amri 10. Unajua kuna amri 10 inasema amri ya 6 isini usizini akawatumia hiyo inbox tukairudisha. Akawatumia status. Oya msizini. Mmejifanya mja view. Fresh. Haina noma. Sasa akaamua kumleta Yesu. That's why Jesus called the mediator. Reconciliator. Yeye ndo mpatanishi. Biblia inasema Mungu aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa Kristo. Kwa hiyo Yesu amekuja kama dalali. Amekaa kati hapa. Kati yako wewe, sawa, na hatima yako. Yesu amekaa kati. Kati yako wewe na maono yako. Yesu amekaa kati. Kati yako wewe na malengo yako. Yesu amekaa kati. Kati yako wewe na yale maisha unayoyataka. Yesu amekaa kati. Na amekaa kati kwa lengo moja. Nisikilize. Yesu amekaa kati. Kati yako wewe na madeni yanayokusumbua. Yesu amekaa kati. Kati yako wewe na dhambi inayokusumbua. Yesu amekaa kati. Kati yako wewe na maono na malengo ulionayo. Yesu amekaa kati. Lengo lake ni hili. Unaposema kwamba hakuna mwenye madeni, muangalie Yesu ana deni gani? Wow. Ukisema kwamba hakuna asiyezini, muangalie Yesu amezini na nani? Ukisema kwamba sisi wote ni maskini, muangalie Yesu alikuwa maskini kivipi? Do you understand? Kwa Yesu amekaa kati yetu sisi na Mungu, ili Mungu atuonyeshe chochote nilichowaambia kinawezekana. Wow. Kaka. Mimi sio nabii na kuna uinjilisti fulani hivi. Mnikumbusha mbali sana kipindi niko Kasfeta. Kwa na rafiki yangu mmoja. Mimi nakuwa na marafiki kama huyu. Yani namna injili unaisukuma baba. Jamani wangapi tunamuelewa Hansi jamani?
Makofi tena kwa mtumishi wa Mungu. Sasa this is my final statement. Okay. Christmas kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Yeah. Wewe unatakiwa ujifunze nini? Ujifunze hiki kwamba mwana wa Mungu aliweza kuwa mwana wa mwanadamu au aliweza kuwa binadamu ili sisi wanadamu tujue kwamba inawezekana kuwa kama wana wa Mungu. Ndio maana wakati hapa mtumishi anaita na mtumishi wa Mungu pale Joel anaita watu kuokoka, watu wako shangaa. Because they don't understand. Yaani Yesu alikuwa mwanadamu ili akuonyeshe yeye aliyekuwa mwana wa Mungu akawa mwanadamu. There is a possibility kwa wewe mwanadamu kuwa mwana wa Mungu. Kwa yeye aliyekuwa Mungu akawa mwanadamu. Ukimwamini wewe, there is a possibility ya wewe mwanadamu mwenye madhaifu, ya wewe mwanadamu mwenye dhambi, mwenye addiction, unaweza ukawa Mungu, ukaishi maisha ya Mungu, ukaishi maisha ambayo Mungu anataka uishi. Amen. If you know that, your Christmas is very good. Wow. Thank you. Natamani ningekuwa na kale ka sauti ka godipa. Makameisha kaka. Asante sana. Apostle. Natamani tufahamu naomba na kuomba uingie deep kwenye ninachokuuliza. Ni maombi yangu kwako Apostle. Yeah. Kama mwanao na kama rafiki yako pia. I really wish us to understand the whole process ya kifo cha Yesu pale msalabani. I really wish us kama vijana tuelewe the real in details the price ambao Yesu aliilipa pale msalabani. The purpose ambao alikuwa nayo hapa duniani. Karibu. Asante. Nilikuwa na enjoy kweli ile session pale. Sikutamani iishe. Kwa sababu tunavyozungumzia Yesu kuna kweli nyingi sana za kuzifunua. Zipo in layers. Na I'm afraid mara nyingine dini the way imekuwa presented kwetu ndio hivyo, imekuja kama dini. Na sisi tuna uwezo wa kujitenga na dini. Yaani kuna reality yetu afu kuna dini. Dini is a place we go. It's not our environment. Dini ni sehemu tunaenda, sio sehemu ambapo tunaishi pale. Ndio maana kuna ile gap kwenye kujaribu kuunganisha maisha ya Yesu na reality ya kwangu. Kwa hiyo kwetu sisi wa Kristo tusipoangalia kanisa na mambo ya dini na nini, bado itabakia kuwa ni sehemu tunakwenda. Something we practice. Alafu tunatoka kule tunarudi nyumbani. Tukitoka kule na Yesu wa kule tunamwacha kule. Mpaka tukutane na shida nyumbani ndo tunaanza kumuita. Kwamba atoke kule aliko aje. Kwa hiyo bado kuna ile gap fulani ambayo imetoka kwa Yesu kuja kwetu sisi huku. Kwenye kukielewa kifo cha Yesu, sometimes inabidi kuelewa kidogo valuation ya Mungu kuhusu haya masuala ya damu na sacrifice. Mimi zamani nilikuwa najiuliza maswali kwamba kama tuliyemkosea ni Mungu, kwa nini ilibidi Mungu amuue mwanae ili kupatana? Angeweza tu kutusamehe. Why kill your son? Umeona? Na kwamba kama aliyetusababisha ni shetani, mwache mwanao muue shetani. Kuna vitu, kwa ile process nzima nilikuwa nimeshindwa kuielewa, na valuation ya Mungu kuhusu damu ya Yesu. Tumeshindwa kuelewa vitu hivi, ndo mara nyingine unakuta tunabandika kwenye magari yetu, hili gari linalindwa na damu ya Yesu. That's not true. Wewe unaokolewa, unasafishwa na damu ya Yesu. Malaika watalinda gari lako. Kuna protocols katika mambo ya kiroho. Tunakuwa tunashindwa kuelewa. Kwa hiyo damu ni qualifier. Damu ya Yesu ndio kitu ambacho kinatuqualify sisi. Ukitoka kwenye mambo ya Old Testament kule, ukijifunza mambo ya hekaluni na sacrifices na vitu vya namna hiyo ambavyo vimechanganuliwa sana kwenye kitabu chetu cha Waebrania, sisi tulioko kwenye Agano Jipya, imechanganuliwa sana. Na damu ya Yesu haituokoi na haitusafishi kwa sababu ni damu ya Mungu. Mungu hana damu. Okay.
Okay. Na Mungu hahitaji damu kuishi. Yeah. Kama vile Adamu alivyoumbwa in his original state, alikuwa hana damu katika mwili wake. Ndio maana hata Eva alivyotoka akasema huyu ni nyama katika nyama zangu, mifupa katika mifupa yangu, hakusema ni nyama na damu. Ni baada ya dhambi kuja, na Mungu akasema kwa sababu mwanadamu amefanya hivi, na yeye atakuwa ni nyama. Ndio akaruhusiwa kula na wanyama wengine. Ndio from that point on mwanadamu anaanza kujirifaa as flesh and blood, not flesh and bones. Lakini Yesu damu yake ilivyomwagika, kile kilichompunguza kutoka kuwa mwana kuwa mwana wa Mungu akaja kuwa mwanadamu kama wa kawaida, akaambiwa utakula kwa jasho lako. Binadamu for the first time, because you cannot sweat without blood. Sasa amekuwa na damu, akaambiwa utakula kwa jasho lako. Baada ya kumwagika ile damu yote kutoka kwa Adamu wa mwisho, alivyofufuka akasema mnishike, mimi ni nyama na mifupa. Am I not flesh and bones? Hajizungumzi kama flesh and blood. Alibidi akimwage kile ambacho kilikuwa kina mark as less than the Son of God. Sio kama unanielewa. Sasa tunavyomuongelea Yesu na kifo chake pale msalabani, it is very interesting to know kwamba Yesu kwanza hakuwa Mkristo. Yesu hakuwahi kuwa Mkristo. Yesu alikuwa ni Myahudi anayeishi chini ya Torati. Na Yesu aliitwa Rabi, manake mwalimu mwema wa Torati. Yesu hakuwa aposo, hakuwa nini hivi vitu vya kwenye Agano Jipya. He was a rabbi, he was a Jewish rabbi. Ilibidi aishi chini ya Torati, aitimize Torati yote. Zote tenets 613 za Musa. Ilibidi azitimize zote ili sisi kwa kumwamini yeye. Wow. Kwa hiyo it doesn't matter. It doesn't matter kama wewe ulitahiriwa ukiwa na miaka 10. Lakini kwa kumwamini Kristo umetahiriwa siku ya 8. Ndani yake. It doesn't matter mchungaji wako alikubatiza baharini au kwenye kisima kanisani kwenu. Kwa kumwamini Yesu, literally ukiulizwa spiritually ulibatizwa na nani? Nilibatizwa na Yohana Mbatizaji. Wow. Ndani ya nani? In Christ. Everything that could have been credited for Christ sasa hivi kinakuwa credited kwako, pamoja na uwana, pamoja na sinlessness. You are not sinless because you have tried. You are sinless because you have believed. Umeona? So tunavyokuja kuongelea kifo cha Yesu msalabani, that is something very critical. Kifo chake msalabani haikuwa kwa kujitoa kwa Yesu. Yesu hakujitoa. Walikubaliana na baba yake kuwa mwanadamu, nenda duniani ukafe. Shughuli ilivyoanza ya mtafutano, Yesu akamwambia baba yake, kikombe hiki kiniepuke, lakini sio kama utakavyo wewe. That means prayer ya Yesu ingejibiwa na baba, Yesu asingekufa msalabani. Lakini kwa sababu aliweka caveat, aliweka kanjia kakutokea kwamba mimi sitaki kufa kwa ajili ya hawa watu, lakini mapenzi yangu mimi yasitimizwe bali mapenzi yako. So Jesus died on the cross, not on his own. Ndio maana Yohana alivyomuona akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu. Mwanakondoo ni wa yule aliyemtunza. Kwa sababu kulikuwa kuna protocols za kumtunza kondoo ambaye anakwenda kutolewa kafara. Kwenye Agano la Kale walifundishwa, kondoo anayekwenda kutolewa kafara mwisho wa mwaka kwa ajili ya dhambi zako, asiwe na waa, asiwe na manyoya ya aina tofauti katika mwili wake, asiwe na magonjwa, awe ni virgin, awe hajawahi kupandwa, awe hajawahi kupanda. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya mwenye kondoo kumtunza, kuhakikisha anakidhi vigezo. Kwa hiyo hata Yesu hakutenda dhambi kwa sababu alikuwa ni mwema. Okay. Daudi aliiona kwa macho ya Masihi akasema,
you have kept me from sinning against you. Ilikuwa ni kinywa cha Yesu kinazungumza kupitia Daudi. Umenitunza nisikutende dhambi. Tunajua yale maneno yalikuwa ya Daudi kwa sababu tunafahamu tabia yake. We know Daudi. Umeona? You have kept me from sinning against you. So kwa nini Yesu akutenda dhambi? Amenukuu andiko nimelipenda kwamba alijaribiwa katika mambo yote yet was without sin. Alijaribiwa katika mambo yote yet was without sin, not on his own. Kwa sababu Mungu alikuwa anamtunza mwanakondoo wake afae kwa ajili ya Calvary. So why didn't Jesus sin? Jesus never sinned because the Father kept him. Why did the Father keep him? Ili afae kwa ajili ya Eric. Sio kama umenielewa. Sasa Yesu ni mwanakondoo wa Mungu, ametunzwa kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo Yesu hakujitoa, ni Mungu alikuwa anamtoa kafara. Okay. The same way Abrahamu alitaka kumtoa nani? Mbona? Ni Mungu ndiye alikuwa anamtoa Yesu kafara. Sasa kafara ya Yesu, it wasn't anything special ya kufa msalabani. Naona inakuwa kama kufuru. Kifo cha Yesu msalabani hakikuwa special. Okay. It wasn't something to write home about. Okay. Kwa sababu hakuwa wa kwanza kufa msalabani. Yeah. The only way political prisoners wa Warumi walikuwa wanauawa ni msalabani. In fact, the day Yesu anakufa, kulikuwa kuna miamba mingine miwili iko pale inakufa na yenyewe msalabani. Na ilikuwa ni kawaida ya Warumi, wanakuja wakimweka mtu msalabani, wanakuja wanavunja na shoka miguu ili mwili ushuke. Mwili ukishuka, mikono inakuwa stretched na ile misumari, diaphragm inabana, mtu anashindwa kupumua, anakufa kwa ajili ya asphyxiation. Si ndio? Anakosa oxygen, anakufa. Walipofika kwa Yesu wakakuta yeye alishajifia zamani, hawakuvunja miguu yake. Kwa hiyo there was really nothing special kwenye kufa pale. Unaangalia kwamba okay, all of this Christianity, all of this noise and all of this thing going on ni kwa sababu hao Yesu amekufa msalabani. Tunavaa na tumisalaba tudogo kwenye chain zetu kuonyesha kwamba yeah, we support your death na vitu vidogo kama hivyo. Afu unakuja tunakuja kuangalia kwamba okay fine, lakini mbona na wengine walikufa msalabani? Kumbe unakuja kugundua sacrifice ya Yesu haikuwa pale msalabani. Ilitolewa a long time ago. Ile inachoelezewa kwenye Wafilipi sura ya 2. Kauvua utukufu wake, akavaa mwili wa mtumwa, and being found in fashion as a man, he humbled himself unto death, even death on the cross. Na hivyo Mungu akamtunukia jina lipitalo majina yote. Kwa ile Yesu kuja tu kuzaliwa in human body, kuja kuzaliwa in time, kuja kuzaliwa kwenye limitations za space and time, hunger, pain, tears na vitu kama hivyo, already that was a sacrifice. Kuondoka kwenye utajiri wa divine prerogatives. Kwa hiyo Mungu alichotunza, alikuwa anatunza tu ile damu ili ije ifae kwenye kuwaokoa wanadamu. Na damu ya Yesu, kama nilivyosema mwanzo, haituokoi kwa sababu ni damu ya Mungu, inatuokoa kwa sababu ni damu ya mwanadamu asiye na hatia. Wow. Kwa hiyo kinachotuokoa kwa Yesu ni kule kukosa hatia. Na hatuna muda. Sijui nina compress vipi all this katika dakika tulizonazo. Lakini ndio maana Yesu alizaliwa kwa uzao wa mwanamke, kama alivyoahidiwa nyoka kule kwamba uzao wa mwanamke utakuponda, si ndio? Alikuwa anamzungumzia Yesu kwa sababu hakuna mtu mwingine hapa ndani ambaye ni uzao wa mwanamke.
Hayupo. Alikuwa huyu. Tukisema yani kuna kitu kiko pale. Hakuna mtu mwingine hapa ambao ni uzao wa mwanamke. Uzao, lineage is always of the father. Ndio maana kwenye Agano la Kale na kwenye protokoli za kiroho, baba anaweza kurithisha uovu kwa mwana. Mama hawezi kurithisha uovu. Mama anaweza kufundisha uovu. Okay. Kwa mama anaweza kumfundisha mtoto wake uchawi. Baba kama ni wale warlocks anaweza akarithisha by blood uovu. Ndio maana Biblia inazungumza kwamba watu hawatabeba uovu wa baba zao. Uovu wa baba zao always inazungumzia uovu wa baba zao, haizungumzii uovu wa mama zao, kwa sababu ule hauwezi kubebwa. Kwa hiyo Yesu akizaliwa na Mariamu, he is safe. Lakini Yesu angezaliwa na Yusufu, we have a problem. Ndio maana ukiangalia kwa mama zake Yesu huku kuna malaya, makahaba wako wengi tu. Mwamba anazaliwa bado ni mwokozi wa ulimwengu, lakini angezaliwa kwenye dhambi za kina baba, angezaliwa tu na Yusufu, already imeshamdisqualify. Kwa sababu ana father. Neno father maana yake source. Chanzo. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu ni kwamba ni mbegu ya binadamu kabisa ambayo Mungu aliiumba mpya isiyo na historia, akaiweka ndani ya Mariamu. Kwa hiyo aliyezaliwa alikuwa ni really son of man, son of Adam. Akajiita last Adam. Kwenye New Testament yako 85 times anajiita son of Adam, and only 5 times anajiita son of God. Sasa tunavyokuja kumwangalia katika hilo Yesu, kwanza kuzaliwa kwake, tayari Mungu amekwepesha dhambi kwa kuanzisha line mpya of humanity. Line ya kwanza ya Adamu ilikuja ikafeli kwa sababu iko compromised. Kwa wote unaona anasema kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake na sura yake, si ndio? Kwa mfano wake na sura yake. Baada ya mwanadamu kutenda dhambi, anasema Adamu akazaa wana kwa mfano wake yeye. Sio ule mfano alioumbiwa yeye. Ni kwa huu mfano wake yeye wa kuhitaji kuvaa nguo. Kwa huu mfano wake yeye wa kula kwa jasho. Kwa huu mfano wake yeye wa kuzaa kwa uchungu. Siko unanielewa? Kwa hiyo Mungu akaona kizazi chote kinachozaliwa kiko compromised. I need a new Adam ambao huyu atakuwa perfect. Na sasa ili kuwaingiza watu kwenye kuwa kiumbe kipya, kuwa a new Adam, wao they will only need faith. Akimwamini tu huyu anakuwa amezaliwa mara ya pili, not after the first Adam but after the second. Ndio maana nasema you have been born from above, mmezaliwa kutoka juu. Kiukweli kabisa wewe una undugu na mimi wa jirani zaidi in Christ kuliko undugu ulionao na uliyezaliwa na mama yake tumbo moja ambaye hamwamini Kristo. Undugu wa damu ya Yesu ni heavier kuliko undugu wa damu ya baba. Ndio maana anasema acha wafu wazikane. Babangu amekufa naenda kuzika, anasema acha wafu wazikane, kwamba you are no longer related to that guy. Kwa hiyo sasa hivi uhusiano nilionao na baba yangu ambaye hajaokoka au mama yangu ambaye hajaokoka ni courtesy. Ni ule tu heshima kwamba umeuzaa mwili. Lakini sio reality kwamba we are of the same nature. Tunarudi kwenye kifo cha Yesu msalabani. Sasa tunavofika msalabani, ile damu ya yule innocent man inapokuwa shed, ikishakuwa shed ile, amezaliwa mtu mpya nao. Ndio maana we need to be careful Yesu yupi tunamwangalia na kumtolea mifano kwenye Biblia. Kwa sababu kuna mambo Yesu aliyafanya kwa sababu alikuwa ni mwanadamu wa Kiyahudi. Baada ya Yesu kufa, damu yake ikamwagika. Damu ndio ina instigate covenant. Agano jipya lilianza baada ya damu kumwagika. Pale ndio uokovu ulikuwa unawezekana. Pale ndio kuzaliwa mara ya pili kulikuwa kunawezekana.
Pamoja na kwamba Petro tayari ni mtume wa Yesu, anamtumikia Yesu. Kabla Yesu hajafa, Petro alikuwa hajaongoka. Yesu anamwambia utakapoongoka, strengthen your brothers, kwa sababu damu yake ilikuwa haijamwagika bado. Kwa Petro bado alikuwa ni unbeliever, pamoja na kwamba anamtumikia Yesu, damu ilikuwa haijamwagika bado. Kuna vitu ninaweza nikavizungumza pale, lakini vinaweza vikaongeza somo letu katika upana ambao hatutaweza kuukava. So labda niweke icing kwa kusema hivi. Baada ya huyu mwanakondoo wa Mungu kutolewa, mwanakondoo anapokuwa ametolewa kafara tokea Agano la Kale, maana yake dhambi zangu mimi nimemalizana nazo. Kuanzia sasa mbele ya Mungu, innocence ya yule mnyama aliyotolewa ndio inaishi kwa niaba yangu for a whole year. Lakini kwa Yesu sio hivyo. Tumeambiwa ametolewa once and for all, not just for 1 year. Kwa Yesu sasa hivi anasema tukitenda dhambi tunaye mwombezi. Sio kwamba Yesu amekaa mbinguni amepiga magoti anamwombea Eric. Ni neno intercessor. Intercessor ni anayeishi katikati ya mtoa hukumu na mtuhumiwa. Yule mwanasheria, yule lawyer anayekwenda kukutetea mahakamani, legally kabisa anaitwa intercessor. Na kile anachofanya pale kwa lugha ya kisheria, sio lugha ya kiroho, inaitwa to intercede on your behalf. Anasimama kati ya judge, msimamizi wa sheria, na wewe. Ndicho Yesu anachofanya. Baba hakuoni wewe. Yesu ni kama adapter. Sasa hii ndio mechanism ambayo damu ya Yesu inatusafisha. Walokole mara nyingi tunadhani kwamba damu ya Yesu ni kama sabuni, ni kama solution fulani ya omo ambayo Mungu ukitubu anachukua moyo wako anaudank kwenye ile ndoo ya omo, alafu anasema behold you are clean. But it is just a principle kwamba damu imemwagika. Now, do you know, in your life, the blood of Christ will only work once. Then you will never need it again until you die. Yani damu ya Yesu haikusafishi mara kwa mara. It is efficient once and for all. Ikitokea somehow hapo katikati kuna kitu umekosea, huhitaji kuomba adoption upya. Unahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu akurekebishe, akutengeneze, akuonye, akuchape fimbo kama mwana. Issue ya wana wako iko settled forever. And it only happens once. Damu ya Yesu kufanya kazi kwako. Damu ya Yesu ikiisha kukukabidhi tu kwa Roho Mtakatifu, ni kazi ya Roho Mtakatifu kukulea, kukufundisha, mpaka ufike mahali tunda la Roho lianze kuzaliwa kwako. Upendo, furaha, amani, uvumilivu na vitu vya namna hiyo. Umeona? Kwa hiyo kwako wewe huna ile ya kila kabla ya kwenda kulala kutubu kwa dhambi ulizozifanya mchana. Kutubu na kufanya nini? Hapana. Kuna vitu fulani tu ambavyo kama mwana ukijua kwamba baba hiki nilizingua. Watu wa familia yetu hawafanyagi vitu vya namna hii. Watu wa familia yetu waga hawambebi mtu moyoni na kumchukia. Watu wa familia yetu, I'm sorry for doing this, nimeaibisha jina la familia, I will do better. Hiyo ndio toba, kusema I will do better. Umeona? Lakini haumuombi mtu tena akuadopt, kwa sababu kama inabidi utubu kila saa, usafishwe kila saa, assurance iko wapi? Kama wewe kuweza kuenda mbinguni au kunyakuliwa au kufanya nini inatokana na kumbukumbu zako, umetubu dhambi fulani halafu unalala ukiwa umejifunika kabla kitu, unakumbuka kuna ile pale sijatubu, unaanza kutubu upya, kwamba kama wokovu wako unategemeana na memory yako, you are finished. Yes, umeona, you are absolutely done. Kwa hiyo kwanza inabidi damu ya Yesu inatuletea ile assurance kwamba as he is so are we in this world.
lazima kwanza ukubali hiyo. As long as unajiona kama ni mwenye dhambi, as long as unajiona kama ni mwenye dhambi wa kuhurumiwa, you will never attain full sonship. Kwa sababu Mungu kwa kanuni alizojiwekea hawezi kuwa approached na kile ambacho sio son. Hawezi kuwa approached na yule ambaye sio mwana. Umeona? Ndio maana nasema wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. He gave them the power, he gave them the potential to become the children of God. Sasa kuna kitu ambacho amekizungumza mtumishi pale, which is super critical. Religion inatengeneza gap kubwa mno kati ya mwana, potential mwana ni muite, na Mungu. And God hates that gap. Kwa sababu ana vimazoea vyake fulani alikuwa navyo vya kumfuata Adamu, anatembea naye in the cool of the day. Wanajadili creation, wanajadili spirit, wanajadili vitu vya namna hiyo. That is the reason that man was created. Sasa tunavyomuondolea Mungu hiyo, we are robbing God. Ndio maana alivyokuja kwa Adamu, Adamu akasema, akaanza kuzungumza yale mambo yote, mastori yote, hiki na hiki kimetokea. Mungu swali lake ni moja tu, kwamba hii siri kwamba umetenda dhambi, nani amekwambia? Who told you that you are naked? Mungu hakumuuliza dhambi gani umefanya, umepiga staili gani. Hakumuuliza vitu vya namna hiyo. Alimuuliza kwamba nani aliyekwambia kwamba you are naked? Kwa sababu once you have been told kwamba wewe una dhambi, conscience inaamka. Conscience ikiamka inakukondem. Ikianza conscience kukuhukumu, God cannot work with you. Ndio maana kwenye Waebrania anasema damu ya Yesu imenyunyizwa kwenye mioyo yetu to appease the guilty conscience. Imenyunyizwa kwenye mioyo yetu, sio kuondoa dhambi, ila kuondoa dhamiri inayohukumu. Kwa sababu as long as unajihukumu, you are guilty. But hata kama unakosa na hujihukumu, you cannot be charged. Sio, umenielewa? Ndio maana kwenye Warumi anasema kwamba dhambi ilikuweko duniani kabla ya sheria kuja, lakini ilikuwa haihesabiwi kwa sababu sheria haipo. So dhambi inaanza kuhesabiwa pale kikokotoo cha dhambi ama torati kinapokuwa kiko active. Lakini tunavyokuja kwenye New Testament, damu ya mwanakondoo wa Mungu inaondoa hati ya mashtaka, ambacho ndio kikokotoo. Kwa hiyo sasa, kama Mungu alivyotabiri kwenye Old Testament, sasa hivi tumefundishwa kidini, unavyotenda dhambi unakaa mbali na Mungu. Hata kama ulikuwa unaimba kwenye worship, jamani, Jumapili mimi, hebu naomba muendelee, kwa sababu huwezi kuambia kwamba kuna mchakato umepiga wiki hili. Lakini tu unaambia yani kuna namna sijisikii, naona kama kifua kimebana. Imebana nini? Guilt imebana, kitu cha namna hiyo. Lakini kumbe ni ile taarifa ambayo imeingia. Sasa anasema ananyunyiza damu ya Yesu moyoni mwako to appease the guilty conscience, kwa sababu you will make mistakes. Lakini conscience ikinyanyuka inakutenga na fellowship. Mungu akija hakuulizi what have you done, anasema what is the problem now? Nani amekwambia umekosea? Taarifa niliyokuletea ni kwamba nimewapatia huduma ya upatanisho, kama anavyosema kwenye Wakorinto Paulo, kwamba Mungu hawahesabii wanadamu dhambi zao. That is the good news tuliopewa. Good news sio njoo kwa Yesu usamehewe. That's not good news. Good news ni njoo kwa Yesu kwa sababu Mungu amekusamehe. Okay. Kwa sababu kusamehewa sio wewe. Anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa hiyo sio mimi ambaye nimepatana na Mungu, wala sio mimi ambaye nimetafuta mapatano. Mungu alijiweka ndani ya Kristo akanipatanisha na nafsi yake. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kwenda kuambia yule na wale kwamba jamani, mlikuwa mjapata taarifa, I have good news for you. Mungu ameshakupatanisha na nafsi yake. Believe the gospel and receive this credit. Credit Mungu ameshatoa. That is the good news. That is what has happened. Mungu ametupa huduma ya upatanisho, kwamba hawahesabii wanadamu dhambi zao. That is the news that you and I have to carry. Sasa kwetu sisi ambao tumeokoka, kwa bahati mbaya dini imetuweka mbali na Mungu, kwa sababu imetuweka mbali na Kristo. Mfano, sasa hivi it sounds very weird ukisimama mbele ya walokole ukasema I am the salt of the earth.
kwamba sasa unasemaje, mbona Yesu ndo alitoka kusema hivyo? No, lakini yeye alisema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. It means Yesu anaamini kabisa kwamba wewe ni chumvi ya ulimwengu. Yesu anasema wewe ni nuru ya ulimwengu. So ninaweza kusimama mbele ya familia yangu na mbele ya kanisa nikasema, guys, I am the light of the world. Umeona? Nasema no, tunataka kumfuata Yesu. Paul alikuwa na audacity ya kusema mnifuate mimi kama ninavyomfuata Yesu. It means ninyi mlioko hapa, watu wanaweza wakakufuata wewe mpaka akajikuta ametokea kwa Yesu, kwa sababu wewe ndio nuru ya ulimwengu. Hajui amefika fikeje, kwa sababu tu anaangalia maisha yako mpaka anajikuta ametokea kwa Yesu. Hajui amefika fikeje, kwa sababu anasema Yesu anavyoombea wanafunzi wake kwenye John 17 anasema siwaombei hawa tu, bali na wale watakaoamini neno lao, sio neno langu kupitia wao. Ndio maana Paulo anakuwa na ujasiri, anasema Mungu atahukumu ulimwengu sawa sawa na injili yangu inavyosema. Can you be that confident? Sawa sawa na injili yangu inavyosema. And it doesn't matter kwamba Paulo alikuwa ni mtu wa namna hiyo. Paulo naye ametoka kwenye Torati. Wakati ametoka kwenye Torati, alikuwa ana understand kile ya kitorati ya kutokana na merit, kwamba because sijafanya hiki na kama Nikodemo, kwa hiyo lazima nimetunza Torati toka utotoni, Yesu utaniambia nini? Si ndio? Alianza hivyo, akasema wakati ameanza tu huduma yake Paulo akasema, am I not like the super apostles? Mimi sio kama hao super apostles walioko Yerusalemu. Alikuwa anajilinganisha nao katika namna kama hiyo. Alivyoielewa neema ya Mungu zaidi, akafika mahali akasema, I am the least of all the apostles. Mimi ni mdogo kati ya mitume wote. Alivyoielewa zaidi neema ya Mungu, hata kwenye mitume wadogo akatoka, akasema I am the chief of all sinners. Anaandika Warumi 7 kwamba lile nisilotaka kulitenda najikuta nimelitenda, nalotaka kulitenda najikuta nimeshindwa. Nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Anasema hivyo, ninaona kuna sheria mbili zinazofanya kazi ndani ya mwili wangu. Kuna sheria ya mauti inayofanya kazi katika viungo vyangu, na kuna sheria ya uzima inayofanya kazi ndani yangu. Kwa hiyo nikitokea kwamba nimekosea, sio mimi ambaye ninamtii Kristo niliyekosea, bali ni ile sheria ya dhambi inayoishi katika viungo vyangu. Anaenda kwenye sura ya 8 kwamba anazungumzia kwamba hatuhukumiwi tena. Hakuna hukumu hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu, not because they are so perfect, not because wametimiza hayo mengine yote yanayotakiwa kutimizwa, lakini kwa sababu hawaenendi tena chini ya sheria ya mauti ambayo imeletwa na Torati, kwa sababu kwenye kitabu hicho kinatuambia nguvu ya dhambi ni Torati. Without Torati, dhambi haina nguvu. It cannot condemn you. Mimi kama ninatoka hapa ninafunguka na gari ninakwenda Morogoro, kama hawajaweka vile vibao vya 50, nikifunguka 240 hawawezi kunisimamisha, ni mpaka iweko Torati inayosema 50. Then nikipita na 240 I am guilty. Even though I know kwamba traveling at 240 might be dangerous, inawezekana ikawa ni hatari, lakini mradi sheria haijasema, I am free. Sio kama umenielewa ninachosema. Kwa kifo cha Yesu sasa alifanya substitution anayozungumza mtumishi pale. Alifanya substitution. He became the son of man ili sisi tuweze kuwa the son of God. Na tunachokosea walokole ni kwamba tunasema yale mambo aliyoyafanya Yesu aliyafanya kama mwana wa Mungu. Hakuna kitu ambacho Yesu alikifanya duniani kama mwana wa Mungu. Alikifanya 100% kama mwana wa Adamu. Umenielewa? Hiyo ni muhimu niiwekee mkazo. Hakuna kitu Yesu alikifanya duniani kama mwana wa Mungu. Vyote alivifanya purely kama mwanadamu. Kwa kusema hivyo simaanishi kwamba Yesu sio Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni wa kuabudiwa. Lakini alipokuja duniani alivua divine prerogatives zote. Akazaliwa 100% kama mtu. So much so kwamba ili na yeye aweze kuhudumu akahitaji kupata ujazo wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Tunakoseaga.
tunasema well, alivyokuwa hapa duniani he was 100% man and 100% God. That is erroneous. Jesus is God. Lakini tukisema alivyoishi hapa duniani katika mwili, aliishi vile vile as 100% God, tunapunguza kazi yake aliyoifanya msalabani. Kwamba wewe uliweza kusustain hiyo because you were also God. Wewe uliweza kushinda majaribu because you were also God. Lakini alijaribiwa in every way like us, yet was without sin, kwa sababu Yesu alizaliwa kama mtu kabisa, akaishi, akahitaji kujazwa roho wa Mungu. Mungu alimwanoint Yesu wa Nazareti na nguvu na Roho Mtakatifu. Anasema who went about doing good, healing all who were oppressed of the devil, not because he was God, but for God was with him. Yesu anasema aliwaponya wale watu sio kwa sababu alikuwa Mungu, ila kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Mimi nikiwa pamoja na wewe, mimi sio wewe. Maana tu mimi niko pamoja na wewe. Si kama unaiona tofauti hiyo. Na sasa Mungu ameappoint kuhukumu dunia kwa mtu mmoja. Mtu amesema mtu, one anthropos, one human being. Kwa sasa Yesu amekuja kutuonyesha as a template nini mwanadamu aliyejazwa Roho Mtakatifu anaweza akafanya. Dini imetufanya tuone mbali mno. Huko ni mbali mno bana. Yaani kufanya wewe Yesu, sikiliza, wewe umeamini unataka kuokoka hebu nishike mkono. Haya, repeat after me. Sema, Mungu Baba, naja kwako. Mimi mwenye dhambi. Futa kwenye kitabu kile jina langu. Andika kwenye kitabu kingine. Unaanza kumfundisha Mungu ukarani. Unaona? But authority tuliopewa sio ya kumuomba Mungu asamehe watu dhambi. I am sorry. Authority tuliopewa ni sisi unilaterally, kwa wewe kuamua without consulting heaven kumsamehe mtu dhambi zake. Hadi hiyo mmeielewa? Mimi naweza nikamsamehe mtu dhambi. Yes. Tena sio kumsamehe, kumuondolea. Anasema yoyote utakayemuondolea dhambi zimeondolewa, na yoyote utakayemfungia dhambi zimefungiwa. Anasema yoyote mtakalolifunga duniani limefungwa, na kwenye ulimwengu wa roho mtakalolifungua limefunguliwa. Kwa hiyo Mungu alikuwa anataka kuzaa watu watakaotembea kama Yesu, wakienenda huku na kule wakisamehe watu dhambi zao. Mbingu ilishamaliza kazi ya kusamehe wanadamu dhambi. Iko mikononi mwenu kusamehe watu dhambi. Hata kuponya iko mikononi mwenu. Anasema pozeni wagonjwa, sio ombeni Mungu aponye. Alishamalizana, akatoa nguvu, akatoa na vipawa. Halafu yeye akaondoka, akaenda ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo gap hiyo anayozungumzia mtumishi pale ni kwamba sasa hivi we no longer request for heaven to do anything. Issue yote tunamaliza hapa. Umeambiwa wewe ni balozi, si ndio? Wewe ni balozi wa Mungu, si ndio? Wewe ni balozi. Nikitaka kwenda Marekani, namuomba Trump visa, namuomba balozi wake hapa, si ndio? Mtu akitaka kwenda mbinguni, anamuomba nani visa ya kwenda mbinguni zaidi yako? Okay. Mimi Pastor Shikunzi yuko hapa anafahamu, nilishaachaga ni miaka zaidi ya 20 kuongoza watu sala ya toba. Ile baba kabisa, nikimshuhudia mtu akaamini, huwa ninamwambia kwa mamlaka niliyopewa kama mwana wa Mungu, ninazisamehe dhambi zako zote, enenda katika upya wa uzima. Kwa sababu ndio kazi tuliyoitiwa. Lazima lile gap liondoke. When we worship, hatumwabudu Kristo aliyoko mbinguni. Tunaabudu the union that he has created between me and the Father through him. Mungu hajawahi kumuona Danieli Msokwa baada ya Danieli Msokwa kuamini. Every time Mungu ananiangalia hivi, anayemuona ni Kristo.
Na every time mimi namwangalia Mungu, ninayemwona ni Kristo. Both God and I see Christ. Si kama kuna mtu umeielewa hiyo? Siwezi kumuona Mungu, nitamuona Kristo. Mungu hawezi kuniona mimi, anamuona Kristo. Ndio the adapter. Huwa anatolea mfano kwamba nikiwa nina simu hapa, siwezi nikaichukua nyaya hizi za TANESCO moja kwa moja nikaingiza kwenye simu yangu kuicharge. Kuna kitu kinaitwa adapter. Adapter ina adapt the national grid to a voltage that your battery can handle. Si kama unanielewa? Kwa hiyo hii simu haijawahi kuona generator la TANESCO moja kwa moja, inaona adapter. Na ile generator la TANESCO halijawahi kuiona hii simu moja kwa moja, inaiona ile adapter, ile charger. Ndivyo na sisi ambavyo tulivyo. Relationship yetu, it is to God through Christ. Hallelujah. Tuko pamoja pale? Mnanisikia nachosema? This is what Christ has done. Wewe, nimalize kwa kusema hivi, wewe, you are not some weak human being ambaye umezaliwa tu. Unapitia situations ambazo Yesu mwenyewe kama mwana wa Mungu alizipitia hapa duniani. Halafu Yesu kumuita mwana wa Mungu sio tofauti na kukuita wewe mwana wa Mungu. Ni vile vile. Ni mwana wa Mungu kwa sababu Mungu amewekeza Roho wake Mtakatifu ndani yako. Amewekeza vipawa vya zamani zijazo, vipawa vya Roho Mtakatifu ndani yako. Anasema Mungu kwenye Yohana 17, ili wajue kwamba umewapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Maana yake upendo ambao Mungu Baba umenipenda mimi Yesu, it is exactly the same, not a penny more, not a penny less, ya jinsi umenipenda mimi. Watu wangapi kati yetu unaweza kuamini kwamba Mungu Baba ananipenda mimi na pendo lile lile ambalo anampenda nalo Yesu leo hii? Unajua dini inagoma kwamba hapana bwana, Yesu ni mwana pekee. No, ngoja niwaambie kitu kingine ambacho mmeaminishwa, ambacho sio kweli. Mmeaminishwa kwamba Yesu ni mwana pekee wa Mungu, si ndio? Hata kwenye maombi yetu, mwana pekee wa Mungu. Alipozaliwa alikuwa ni mwana pekee wa Mungu, na walimuona hivyo, mwana pekee wa Mungu. Baada ya damu yake kumwagika na watu kuanza kumwamini, Biblia inampa title nyingine, mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. So he's not the only begotten of the Father, si ndio? He is the firstborn. Kama kuna firstborn kwenye familia yenu, then definitely kuna secondborn. Kuna uwezekano kuja kuwa kuna lastborn. Lakini inaonyesha ile lineage, ule mtiririko wa uzazi ni the same, kwamba we belong to the same, exactly the same family. Na anasema he is kwenye Waebrania sura ya 2 na hata kwenye ile sura ya 4. Anasema he is not ashamed to call them brothers. Yani Yesu haoni aibu kabisa kukuita wewe brother. Wewe unasema no bana, he's not my brother, he's my king. Yes, but your brother. Kwamba kwa wengine ni mfalme tu, lakini kwangu mimi is king. Ndio maana ukienda Uingereza, yule mzaliwa wa kwanza ambaye anakuja kurithi kaka zake na wadogo zake na dada, kusema tu kwamba kwa nini simame bwana, wewe si bro. You pay homage, and that is why we worship Jesus. He has been crowned king because but he is jina Yesu. Ninaita jina la aliyekaa kwenye hiki kiti hapa. Kumbuka jina Yesu nikitendea kazi alipewa na Mungu. Nimewalinda kwa jina lako.
It's a tool. Nimewalinda kwa jina lako. Kwalo tumepewa. Hujanielewa? Ananiambia, nikawa ninamsikiliza. Mwambie umemsikia. Ni kweli kilikuwa she was not talking to you. Kwa hukuwa na haja ya kumwombea, kwa sababu yule mama kwa kuongea na wewe shida zake, she was praying. Kwa hiyo kuna levels fulani ambazo Mungu anaanza kutupeleka katika hizi siku za mwisho as he revives us. Anaanza kutufungua kuanza kutembea kwenye urithi wetu wa kweli kama wana. Na usishangae kwamba unadaiwa rent. Usishangae kwamba unasikia njaa. Ni tunasikia njaa. Usishangae kwamba una vitu vya namna fulani. Mbona na Yesu huyu anayetembea juu ya maji alilia. Huyu anayegawanya mikate kwa sijui ngapi alisikia njaa. Huyu ni vitu ambavyo ni kawaida kwa wale ambao bado wamevaa mwili wa binadamu. Lakini God has called us to transcend ile humanity yetu, tuondoke kwenye dini kuja, yani as long as wewe ni Assemblies, as long as wewe ni Mluteri, as long as wewe ni mtu wa NTM au Mkatoliki, as long as you have a label, bado huja attain sonship. Lakini lazima hata mimi kama kiongozi wa dhehebu fulani niweze ku-attain the name, ku-transcend the name of my denomination. Kuweza kuingia kwenye pure sonship ili niweze kuongea on behalf of Jesus, on behalf of God. Anasemaje? Anasema Petro, kuanzia leo kila atakayeongea na aongee kama anaongea the very words of God. Do you know kwamba your words to a person in need are scripture? Do you know unachoongea hata kama hujanukuu Biblia, kama umeongea revelation ya Mungu kuhusu maisha ya mtu, you have spoken scripture. And so let it be written, let it be done, because I have spoken. Mungu ndio ametuita kuishi katika authority niliyoibeba, sio kwenye inflection of my voice. Ninakemea kwa jina la Yesu. Hapana. Authority ni kwamba I have spoken. Juzi kuna mtu alikuwa amenipigia simu kutoka Dodoma. Akawa anaongea na mimi. Juzi ninavyosema the day before yesterday. Kwa na share tuna brother Shikunzi hapo. Akawa ananiambia vitu fulani ambavyo vimemfunga, vitu fulani ambavyo anapitia. Mimi sikuwa na mawazo ya kumwombea. Nilikuwa na mawazo ya kumfanyia counseling, kwamba nimueleze shida yake na jinsi ya kuchomoka pale. Nilivyoanza kuongea, within 2 minutes nikasikia kwenye simu sasa purukushani kule uko Dodoma. Mtu kashalipuka mapepo, na nilikuwa naongea naye tu ushauri. Sio kama unanielewa. This is who we are. Na sasa pale sikuingia na mimi sasa kwamba nitoe simu sikioni niishike hapa sasa ni kuanza kugombana na yale mapepo. Kama ninawaambia sasa ndo mtanijua mimi mwana wa Mungu. Hamna kitu cha namna hiyo. Niliongea naye tu kwamba ninamtamkia huyu binti amani, na ninyi hamkuumbwa kwa ajili ya kuishi ndani ya huyu binti, na kama mlivyoingia kimya mtaondoka kimya vile vile. Nilikuwa tu ninazungumza,
You know, sometimes tunapigishana sana kelele na mapepo when all we need is to know who we are and not negotiate. Kumbe maneno yetu hata unavyoongea tu ushauri na mtu, mapepo yanaweza yakatoka. Kwa nini? Kwa sababu mimi ndio hayo maneno ninayokuambia. My words are spirit and they are life. Siko mnanielewa? Na cha mwisho labda nimalizie kwa kusema hivi, Yesu ni manifestation ya pendo la Mungu. Pendo la Mungu. Ultimately, hizo karama mlizonazo za kutabiri, karama ya uponyaji, karama za nini, zisiwape vichwa kwenye kudhani kwamba unampendeza Mungu kwa ajili ya hizo. The ultimate fruit ya kuonyesha kwamba wewe ni mwana wa Mungu, my people, kinachokuonyesha kama umepita kutoka mautini kuingia uzimani, ni how you love the brothers. Wow. Ishara ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu sio kwamba uliongozwa sala ya toba, sio kwamba ulibatizwa maji mengi sana au machache, sio kunena kwa lugha. It is love. Yani kunena kwa lugha unaweza ukanena, si mnajijua? Unaweza ukanena lakini bado, ila my friends, apendaye, nifunge na hiyo, apendaye amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Kuingia mbinguni sio lazima sala ya toba. Wako watakaoingia mbinguni hawajawahi kuongozwa hiyo kitu, wala they've never been traditional Christians. Kuna watu wamezaliwa kwenye milima ya Afghanistan huko, wamekulia huko, wamefia huko, hajawahi kusikia neno Kristo, hajawahi kusikia neno Yesu. Mtakwenda kuwakuta mbinguni. Kwa sababu gani? Whoever loves has been born of God and knows God because God is love. Love is not something you do. It is something you express. Na ukiweza kuexpress hiyo, umeweza kumuexpress Mungu. Kuna watu ambao wanapenda kuliko Wakristo wanavyopenda. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake kwamba be careful, makahaba na watoza ushuru watawatangulia kuingia ufalme wa mbinguni. Hakusema makahaba waliotubu. Hakusema watoza ushuru waliotubu. Alisema makahaba. Kuna kahaba mmoja alitoka huko alikotoka, akafika pale kwa Yesu, akavunja marhamu yake expensive, akaanza kusafisha miguu ya Yesu, wala hakuongea, wala hakuomba msamaha. Alisafisha miguu ya Yesu, akaondoka, anajijua hali yake. Anasafisha miguu ya Yesu kwa machozi na marhamu. Huyo akanyanyuka akaondoka. Yesu akatangaza msamaha pale pale, na akasema kokote injili itakayohubiriwa huyu, naye jina lake litatajwa. Na amekwisha kutajwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu alijua condition yake. Akampenda mno huyu mhubiri, huyu mwana wa Mungu, hata akaja kutoa sadaka pale kwenye miguu ya Yesu. Ile marhamu yake aliyoitunza ya mwaka mzima, akaja akamuoshea miguu Yesu, na akaondoka without even saying anything. Kuna watu leo hii ambao tunawaita wenye dhambi wako kule nje. Do you know, wana hofu ya Mungu wenu kuliko nyie. And they walk in love more than you. Ni easy ya kwenda kuwaomba wao msaada kuliko kwenda kumuomba mlokole. Ni easy ya kwenda kuambia wao mapungufu yako ya kimwenendo, wakakushauri na kuhifadhi, kuliko kwenda kumwambia mtu aliyeokoka mapungufu yako ya kimwenendo, hataweza kukuhifadhi. You see, kuingia kwetu mbinguni hakutatokana na sala ya toba, hakutatokana na kunena kwa lugha, kutatokana na how best we can express love. Na anasema hii ndio litmus test ambayo unaweza kuitumia, kwamba hivi ndivyo tunavyojua kwamba tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, kwamba tunawapenda watu, sio kwamba tuliongozwa sala ya toba. Are you loving? Are you compassionate? Are you merciful? Are you kind? Are you forgiving? Do you have enough love mpaka inafunika uwingi wa dhambi za wenzio?
Je, una enough love ambayo inaweza kufunika? Mimi hapa nina vijana wengi wako humu ndani ambao wananifahamu kama mtumishi, na wengi wao wamekuja pale sebuleni kwangu wamekiri dhambi za ajabu. Wananiona dhambi za ajabu, nadhani wanakutishia maisha. yaani dhambi ambayo mpaka masikio yanakuwa yana vibrate hivi anapokuwa yanasikia. Ya, unaelewa ile mtumishi unaambiwa dhambi za mtu mpaka Roho Mtakatifu anakushika physically kwenye kifua, anakuambia tulia, usipaniki, weka uso wa mbuzi. Watu wanakuja wanazungumza pale, but as a pastor, kama mtumishi, ninawasaidia, ninawarehemu, ninawavusha. Hawa wanangu hawa kesho wakisikia mimi nimefanya dhambi, how many of them wataweza kunihifadhi mimi ambavyo nimewahifadhi wao? How many of them? Wengi wao watahama kanisa, kwamba hatuwezi kukaa tena kwenye kanisa mtumishi amefanya dhambi, si ndio? Lakini hatujaitwa kuwa hivyo. Tumeitwa to care for one another. It doesn't matter how good you know your theology. Unajua kuhusu theolojia na nini na nini. At the end of the day, it's not about theology, it is about love. Afadhali uwe mshamba wa theology, but you can express divinity in love. Yes. Tuna hayo maneno ya Kigiriki, ya Kiyunani, it's fun to know them na kuyatamka. Kuna malaika wenye mabawa 4, 2, 6. Kuna maombi ya hatari, maombi ya aina 7. Kuna maombi ya kumtatanisha Mungu. Kuna maombi ya kufanya nini. It's good to know those things if it's your hobby. But ukishamalizana na hivyo vyote, Mungu anakuja kukuuliza kwamba yes, but did you learn to love? Ujaposema kwa lugha za malaika na za wanadamu, ujapokuwa kujua siri zote za kiroho, ujapokuwa na imani timilifu hata kuweza kuhamisha milima, lakini kama huna upendo, wewe ni bure kabisa. The sound of an empty container ni shaba iliayo na upatu uvumao. Manake the sound of an empty container. Anasema hata ukiutoa mwili wako kuungua moto, ni kwamba tu unataka kusifiwa religiously. Ndio maana hakuna mwana wa Mungu hata mmoja ambaye anaitangazaga sadaka yake. Watu wasije wakaona wakakuheshimu kwa sababu umetoa milioni 10. Watu wasije wakaona mchungaji akaisikia anawiwa kukupa uzee wa kanisa. Hata kama kanisa lenu lina utaratibu wa kuandika jina lako juu ya bahasha ya kaki, wana wa Mungu hawaandiki jina. Because my offering is none of the pastor's business. Anahitaji kunijua ili iweje? Na mimi kabla ya kutoa, kwa nini nataka yani iwe watu wanaona? Umenotice kwamba Waislamu, Wakristo ndio tunamiliki vituo vingi vya yatima Tanzania, lakini wanao donate kwenye hivyo vituo wengi zaidi ni Waislamu, sio Wakristo. Kwa sababu Wakristo tunajenga vituo vya yatima kama vitega uchumi. Waislamu wanatoa kama sakramenti. Ndio maana Muislamu akienda kupeleka msaada kwenye kituo cha watoto yatima haiti kamera. Sikiliza sasa kanisa lenu linavyoenda kutoa msaada. Tasikiza media timu iwepo. Na itaruka mwezi mzima kwenye Instagram channel yenu, kwenye YouTube, kwenye nini. Mchungaji amepose na kiroba cha mchele, anakabidhi, amepose kabisa, alafu anamuuliza mpige picha, umeipata hiyo? Ni kwa sababu bado hatujajua, but sons wanatembea kwenye mitaa ya dunia healing all who are oppressed of the devil, wakiwasaidia wale wote waliosetwa na ibilisi. Halafu baada ya kumponya kipofu aliyezaliwa kipofu, wanasema
That was your gift. Hiyo ni zawadi Mungu amekupa wewe. Don't tell people what I have done. They walk away. Ni wangapi hapa katika huduma yako unaweza ukamponya mtu amezaliwa kipofu, amekuwa kipofu for 38 years, halafu ukasema jamani, hii msiposti, msiposti. Kwa heshima ya huyu mtu naomba msiposti. Posti tu kile nilichosema kwamba Yesu Kristo ni njia pekee, ni uzima pekee. Hakuna mtu anayekuja kwa Baba isipokuwa kwa njia ya Yesu. Ila hii ya huyu mtu hebu muiache. Hiyo ndio test of sonship. Na nielewa. Kwa hiyo kifo cha Yesu msalabani kimetuingiza kwenye hiyo protocol nao. Kwamba sasa mimi I am no longer a sinner. I am a saint. Yaani mimi ambaye Daniel Msoko mnaniona mbele yenu, kwa hakika mimi ni mtakatifu wa Mungu. Na ni mtakatifu sana. Na labda niwasaidie tu kujua level yangu ya utakatifu. Naona kuna baadhi mna wasiwasi. Mimi na Yesu, utakatifu wetu haujatofautiana hata punje. I am as holy as Jesus Christ. Ndio maana nina uwezo wa kusamehe dhambi kama yeye. Ndio maana nina uwezo wa kukufunikia mauchafu yako asijue mtu kama yeye. Ndio maana nina uwezo wa kuhakikisha na kusema wale alionipa Baba sitampoteza hata mmoja, bali watafufuliwa wote siku ya mwisho. Not because I am so good, but because it is my nature as a son. Nimekubali tu hilo. Kwa hiyo I no longer evaluate myself based on my doings. Rather I accept myself based on my being. Tuko pamoja eh? Mimi ni hicho anachosema Mungu, kwamba watakatifu walioko duniani ndio ninaopendezwa nao na si ndo mimi. Sitakuja kuwa mtakatifu. It's done. Na haitakuja kutokea Mungu anipende in the future more than he loves me right now. Niwe nimefanya jema au baya. Nikianguka, ninaanguka katika mkono wa Mungu, na nikisimama, nasimama katika mkono wa Mungu. Na alisema, wewe ni nani umhukumu mtumishi wa mtu mwingine? Akianguka, alisema kwa Bwana wake mwenyewe anaanguka na kwa Bwana wake mwenyewe anasimama. Kumbe hata kuanguka kwangu ni kwa Bwana. Na nikisimama bado ni kwa Bwana. Either way, hawezi kunipoteza. Na ndivyo ulivyo. Haleluya. Hamtajitahidi kuwa na upako, unao. Just know that it is there. Hautajitahidi kuwa mwana. Just realize that you are. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Mungu, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Afa anamalizia, na ndivyo tulivyo. It's not in the future. No. It is now. We are not going to be seated with Christ in heaven. We are seated past tense. So my position right now in the spirit is in Christ. Where? In the heavenlies. So I don't pray from earth to heaven. I speak from heaven into the earth realm. Hicho ndio kifo cha Kristo kimefanya hivyo. Guys, listen. Samahani, sikumaanisha kusema guys, eh? But iko hivi kwamba mtu unapoitwa kuwa mwana, tayari umekwisha kuingia mbinguni. Au nyinyi mnasubiri kwenda kuingia mbinguni? Anasema tayari umekwisha kuingia mbinguni. Kwa sababu gani? Anasema you are seated in Christ. Yes, kwenye Waefeso, in the very presence of, you are seated in Christ on the right hand side of God the Father. Anasema mkono wa kuume wa Mungu Baba, lakini ile ni lugha ya picha. Mungu ni roho, hana kulia wala kushoto. God is spirit.
Ukifunuliwa macho uone katika ulimwengu wa roho, hutamuona Mungu alafu na Yesu amekaa kulia kwake. Mungu haonekani. The only thing you will see is the Son of Man. Mungu hana kulia wala kushoto. Lakini Wayahudi walikuwa wanaelewa kwamba mtu ukisema my right hand man, maana yake the executor of my will, yule ambaye anatenda mapenzi yangu, yule ambaye amebeba neno langu, mtendaji. Kwa mimi nimekaa ndani ya Kristo kama mtendaji wa Mungu katika nyanja za ulimwengu wa roho. Ndio maana nimepewa na mamlaka ya kuhukumu ulimwengu na kusamehe watu dhambi. Haleluya. Sijui kama Yesu huyu mnaanza kumwelewa kwamba ni Yesu kidogo wana tofauti na yule wa kidini. Yesu huyu hakufanyi wewe kuwa muumini. Yesu hakuja kutengeneza waumini. Kama bado uko kwenye level ya uumini, Mungu akutoe pale. Yesu hakuja kutengeneza waumini, alikuja kumfotokopi mwana wa Mungu ili waweze kuwa wengi. Haleluya. Hao ndio mimi na wewe. Punje isipodondoka chini na kufa inabakia peke yake, lakini ikidondoka chini na kufa zinazaliwa nyingi. Na ule muhindi unaozaliwa ukipima DNA yake iko exactly the same na ile mbegu iliyomea. DNA yako ya kiroho ni ya mwana wa Mungu. Hujitahidi kukubaliwa, hujitahidi kuwa mwana. Rather, macho yako yafunguliwe kuona kwamba you already are, kwa sababu ya kile ambacho kilitokea msalabani. Mungu awabariki sana. Wow. You can do better than that. Hallelujah. Wow. Wow. Unaweza kusimama kwa miguu yako mahali ulipo. And Apostle, Mungu akubariki sana. For the very short time, watumishi wa Mungu, natamani tuende mbele za Mungu atufundishe kuwa hilo pendo. Tumejifunza jinsi ya kutengeneza sonship, kwa sababu God is in the business of creating sonship. Tunatamani kuwa wana. Kuna mwingine bado kwenye akili yake ama na mindset yake hajui kwamba, haamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Natamani katika dakika chache ambazo tumebakiwa nazo hapa, utuongoze katika maombi, tukakiri na tuweze kukiri mpaka ndani. Ulishawahi kusema siku moja unatakiwa kukiri mpaka nafsi yako hadi ndani ikubali ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu, ya kwamba mimi nimezaliwa na Mungu, mimi ni mtoto wa Mungu na Mungu ni baba yangu. Natamani katika dakika hizi chache, Apostle na watumishi wa Mungu, to lead us in prayer. Kuna wengine wanahisi mahusiano wewe na Mungu yako mbali sana. Kwa mafundisho haya sasa wanaweza kuonana na Mungu. Kuna wengine walikuwa wanafikiri ama kudhania ya kwamba that's the theme, that's the mission ya Friends of Jesus, to make people experience Christ, not Christians. Kwa sababu unapo experience wa Kristo na unavyokuja experience Kristo ni vitu vinne tofauti. Kristo sio wa Kristo, ni vitu tofauti kabisa. So natamani tuende mbele za Mungu, and you're going to lead us in prayer. Watu waweze kuideclare hiyo kwenye mioyo yao. Amen. And ebu kusudia kwamba no, tumeishi chini ya wingu la lies for such a long time, kwamba ile potential yetu we have dimmed it down. Kwa hiyo always ukuta maombi yetu we are trying to come up under, kutoka chini ya kitu fulani. Always we are trying to be something but we never get there. Umewahi kujiuliza hicho kitu? We never fully become. Hatufiki ile sehemu ambayo tunatamani kuwa, kwa sababu tumedanganywa kwamba sisi bado. Kwa hiyo unakuta vita yetu bado iko huku chini, tunapigana na vipepo vidogo vidogo ambavyo havitakiwi hata kuja karibu yetu. Naomba a few people kwenye microphone, waimbaji. Havitakiwi hata kuja karibu yetu. We are just supposed to realize who we are. Kuna mapepo hata kukemea tutakemea, yanaondoka because our ignorance has left. Hallelujah. Our ignorance has left. Hasa katika maombi haya ninataka kila mmoja usisikilize kinachoombwa huku mbele, wala usisikilize wanaoimba huku. I want you to say it.
I want you to say it with your own words. Tamka katika maneno yako mwenyewe. Tamka kama mimi ni mwana wa Mungu. Nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Kwa hiyo uharibifu hauwezi kunichukua. Hebu Roho Mtakatifu akukumbushe neno la Mungu na declare it over your own soul. Declare it over your own spirit. I'm a child of God. Hallelujah. Mimi ninasamehe dhambi. Mimi ninasamehe uovu. Mimi ninaondoa laana. Hallelujah. Tuache kutoka huduma hadi huduma naenda kwa mtumishi yule, nina laana ya ukoo naomba uiondoe. Nina laana ya familia, unatembea tu always una this laana mentality. Una this mentality ya kulaaniwa tu. Kwa nini usiseme mbona najisikia kama nina Roho Mtakatifu vile? Yaani najisikia kama nimejaa nguvu. Yaani najisikia kama naweza nikaokoa mtu. Yaani kama dakika hii naweza nikaponya mtu. Kwa nini usihisi hivyo? Kwa nini kila saa unahisi laana? Unahisi kulaaniwa? It's because you have been deceived. Lakini wokovu umo ndani yako. Wewe unaweza kuokoa mtu na akaokoka kabisa. Unaweza kusamehe mtu dhambi ukabadilisha hatima ya maisha yake. This is you. And it can happen. And I want you to confess it right now. Hebu funga macho yako pale ulipo. Start speaking. Nataka uongee maneno ambayo na masikio yako utayasikia. Sema I am a child of God. Halafu endelea kutokea hapo. Anza kutamka vile ambavyo Roho Mtakatifu anakukumbusha hapo ulipo kuhusu nafsi yako. Anza kutamka, kuzikumbuka zile nabii zilizotolewa kuhusu maisha yako. Anza kukumbuka. Na muda huu sio muda wa kutubu. Ni muda wa kuconfess, wa kutamka, kukikiri kile kilichomo ndani yako. I am a child of God. Nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Nimejaa Roho Mtakatifu wa Mungu. Tunda la Roho wa Mungu limo ndani yangu. Father, in the name of Jesus, I thank you for your people. Ninakushukuru kwa ajili ya vijana wako. Wakati ninaomba na wewe endelea kutamka, endelea kuomba, endelea kushukuru. Kinywa chako kijae shukurani kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa ajili ya urithi uliotupatia kuwa wana. Asante kwa sababu umetuita kuwa Kristo duniani. Umetuita kuwa Kristo duniani. Umetuita kuwa mwana wa Mungu duniani. Umetuita na kutujaza ufahamu wa Mungu. Ninao ufahamu wa Kristo. Christ has been made unto me the wisdom of God. Christ has been made unto me the wisdom of God. I am the wisdom of God. I am the wisdom of God. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. I have the patience of Christ. I have the patience of Christ. I am God's love. I am God's love. The tangible love of God. The tangible forgiveness of God. I am the peace of God. I am the understanding of God. I am the mind of Christ. Hallelujah. 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 I am the gift of the Spirit. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Mimi bado mwana. Endelea kutamka, endelea kutamka. Nina uhakika. Yes. Nikitembea jangwani. Let your spirit rise and worship. Let your spirit rise and worship. Come on now. Let your spirit rise in worship. Let your worship rise. Let your worship rise. Let your worship go up. Worship the Father. Worship the Father in Jesus. Worship the Father in Jesus. Worship the Father in Jesus. Haijalishi ninapopitia, mimi bado mwana. Mimi bado mwana.
cosa libre esito paradia. Paracoria manta le bracaso libre esito. Paracatara masha la brahas que le mecradosia. Rete perecona baracoria manta le bracataba. Shakata baracori manta le crite. Caparacoria manta recoria baracota. La societe libra la societe kete. Naomba mnisikilize kwa dakika moja. Naomba mnisikilize kwa dakika moja. Naomba unisikize kwa dakika moja. Nasema hiki alafu nataka tuendelee na worship kidogo. Nyie watu, wewe ni Yesu kabisa. It doesn't matter what you have done or your feelings, au mambo ambayo umepitia, au matope ulioburuzwa nayo. Usinyang'anywe hicho kitu kimoja. The reality that you are a son. The reality that you are God's daughter. And that you have the authority of the believer in you. Ninakutakia authority katika maisha yako. Ninakutakia uokozi. Wewe ndio huyo mwokozi aliyetolewa katika ukoo wako. Wewe ndio huyo mwokozi aliyetolewa katika kazi yako, kule kwenye biashara, kule kwenye mtaa wako. Wewe ndio huyo mwokozi. Hawatakuwa na Yesu mwingine zaidi ya huyo Yesu wanayemuona. You are the only Jesus that this world is ever going to see. You are the only Jesus. Stop complaining. Stop gossiping. Start loving. Amen. Hallelujah. Amen. Unasema sina karama zingine. Karama yako itadhihirika katika pendo. Anza kuenenda katika pendo. Mle mle utashangaa karama yako imejitokeza na yenyewe inaanza inatembea. Yesu kabla ya kuponya, Yesu unajua hakuponya watu kwa sababu alikuwa na karama ya uponyaji. Kabla ya kuponya mtu yeyote alitanguliwa na compassion. Yesu akamwonea huruma akatenda, akamwonea huruma akatenda. Kilichokuwa kikitenda ni ile tu huruma, ile love iliyokuwemo, not the gift of healing. The gift follows the nature. Si ndio? Sema karama huifuata asili. Asili. Usitafute karama kabla ya kuwa na asili. Oh my God. Haleluya. Haleluya. Mungu awabariki sana.